Naam, maana ukuu wa Mwafrika naamini unaendelea vyema, na taarifa ni nyingi, tunajaribu kukimbizana nazo hapa na pale kama unavyojua tena. Lakini katika taarifa mojawapo ambayo nataka kukupa, ambayo imekuwepo, ni taarifa inayoelezea kuhusiana na kiongozi mpya wa Irani, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Maana huyu ni mtoto wa Ayatollah Khamenei. Wengi kama tunavyojua, baada ya kumuua Ayatollah Khamenei, basi huyu ndio aliteuliwa, na Israeli na Marekani wakawa wamesema kuwa kiongozi yeyote atakayeteuliwa, sisi kazi yetu ni kuua. Na mpaka unashangaa kwa sababu kuna watu wamejipa kazi kama wao ndio miungu, na kazi hiyo basi ni kuua wenzao. Yani hivyo rahisi tu, mtu anaongea sasa, huyu atakayeingia tunamuua, na kweli unaona wameenda wameshambulia. Sasa kulikuwa na shambulio hapa juzi hapa ambalo limetokea, na kwa taarifa ni kwamba inasadikika kuwa Mujtaba alichukuliwa kwa siri, maana alikuwa amepata majeraha. Na taarifa hizi hata Donald Trump, mnakumbuka, ameongea, wale wanaofuatilia, Donald Trump pia naye ameongea akasema kuwa wengine wanasema kuwa yani yeye mwenyewe hana uhakika. Na juzi hapa Marekani iliweka dau la dola milioni 10 kwa atakayetoa taarifa za Mujtaba alipo. Kwa hiyo taarifa zikawa zimetoka kuwa Mujtaba alichukuliwa kwa siri na ndege ya kijeshi military jet ambayo ilimbeba moja kwa moja kwa siri kumpeleka mpaka Moscow. Ni taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kuwa Mujtaba ambaye ndo kiongozi sasa mkuu wa Irani, ambaye ndio Ayatollah mpya wa Irani baada ya babake kuuawa, na yeye kwenye mashambulio yalikuwa yametokea, inaaminika kuwa ni mguu ulipata shida, kwa walimpeleka moja kwa moja mpaka Urusi, na wanasema anatibiwa chini ya uangalizi mkali katika mojawapo ya jumba la Vladimir Putin huko. Manake anayeruhusiwa kumuona ni Putin, wasaidizi wake na Mujtaba, lakini daktari pamoja na wale watumishi wa kwenye lile jumba, basi ndo wanaojua Mujtaba yuko pale. Ni taarifa ambazo zimekuwa zikitoka, ambazo kwa nini mpaka tumekuja kuziongea hapa. Nakumbuka hata Donald Trump naye ameziongelea, amesema kuna taarifa zinasema kuwa yuko anatibiwa mahali fulani, mara afya yake iko nzuri. Ndivyo hivyo, Donald Trump mnajua tena anaongea hivyo. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa hivi, na tunarudi pale pale kwenye kile ambacho kilikuwa ni kupiga mahesabu vibaya kwa Marekani pamoja na Israeli. Walijua kuwa wakiuondoa utawala ule wa pale wa juu kabisa, ile ngazi ya juu, basi watakuwa wameangusha, kwa sababu lengo na kusudi la la Israeli pamoja na Marekani ni regime change, kubadili utawala ambao ni utawala wa pale hapa Iran, kwa sababu wao waliamini hivyo kuwa utawala huu unapobadilika basi kila kitu kitakaa vizuri. Waliamini hivyo kuwa maana nimekuwa nikiongea hapa, tunakumbushana tena ile playbook ya Marekani kuwa unamuondoa kiongozi basi nchi inafanya nini? Nchi inaanguka. Na mfano sasa hivi ukiangalia, wamemuua mkuu wa usalama wa Irani, anajulikana kama al-Larijani, na kamanda mwingine wa kikosi cha Basiji ambaye ni anajulikana kama Suleiman, naye pia wamemuua. Lakini Abbas Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje amekuja ametoa kauli kuwa kumuua au kuwaua hawa, maana kuna sadikika kuwa kuna viongozi wengine tena wa ili jeshi la mapinduzi ya Kiislamu na wao pia wameuliwa ndani ya Iran. Kwa hiyo akaja akatoa taarifa huyu waziri wa mambo ya nje Abbas, akasema kuwa kuwaua hawa hakubadilishi chochote kwa utawala wa Iran, kwa sababu Iran haijajengwa katika mfumo wa kumtegemea mtu mmoja kama jinsi ambavyo mataifa mengine yamekuwa yako hivyo. Ndio maana unaona Iraki pale walipomwangusha Saddam Hussein, ya nchi
walipotea. Walipokuja Afghanistan wakaangusha utawala wa Afghanistan, nchi ndivyo hivyo tena. Haya, walipokuja kuangusha utawala wa Libya, nchi ikaporomoka. Walipokuja kuangusha utawala wa Syria, wamemweka mtu wao pale. Haya, juzi hapa ndio tunaona pale kwa Venezuela, pale kwa Maduro, na kwenyewe kuko hivyo hivyo. Kwa hiyo ndivyo wanavyoenda, au ndivyo mambo yanavyoenda. Kwa hiyo hili sasa la huyu bwana Mujitaba ambaye kimsingi walitaka kumuondoa, matokeo yake yamekuwa ni mengine. Kwa hiyo nafikiri unaelewa nikiongea hivi. Kwa haya sasa ndiyo yanayopelekea, maana wao walidhani kuwa wakiuondoa ule utawala wa pale, basi watafanya kama ambavyo wamefanya kwenye haya mataifa niliyoyataja, kuwa utampiga kiongozi, alafu ukishamweza kiongozi, basi wewe utaruhusu tu sasa kuweka mtu wako. Na tayari kama nilivyokuambia kuwa huyu kibaraka wao ambaye wanamwandaa kwa ajili ya taifa la Irani, ambaye ni Reza Pahlavi, yuko kule Marekani, ameshapanga mpaka safu yake ya uongozi, na anasema anataka kupeleka pale demokrasia pale Irani. Sasa Irani sijui atapitia wapi, sijui ndugu zangu, kwa sababu Wajemi sio watu wa kawaida. Wajemi sio watu useme watu wa kuchezea. Ndio maana anasema sijui watapitia wapi mpaka waseme tunataka kupeleka huyu mtu wetu aende pale. Maana ndio michezo yao wamekuwa wakifanya. Hata Libya walifanya hivyo hivyo pia, walipomwangusha tu Gaddafi wakaweka mtu wao. Lakini je, pale Irani watapitia wapi? Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanadai au wanasema kuwa vita ambavyo Marekani amekuwa akipigana, zile zimekuwa ni kama game tu. Unajua kama zile kucheza game, yanakuwa anacheza game, lakini vita halisi, real war, ni hii ya Iran. Hii ndio vita halisi, ukiachilia mbali zile game walizokuwa anacheza Afghanistan, anacheza Iraki, anakuja huku wapi ya Libya, anakuja kucheza hizo game. Lakini ukweli wa mambo au vita vya uhalisia ni hivi anavyopigana na Wajemi, na Wajemi hawampi nafasi ya kupumua. Wajemi wako bize kweli kweli kuhakikisha kuwa basi Marekani harudi tena kufanya michezo kama hii aliyoifanya awamu hii, kwa sababu hata wao wenyewe Marekani nafikiri uko waliko wanajuta, na Israeli wanajuta uko waliko, kwa sababu ya kile ambacho Mwajemi amekuwa akikifanya, au kisasi ambacho Mwajemi amekuwa akilipa katika hivi vita. Kwa ndio maana nakuambia, niamini mimi, huko waliko wanajuta ni kwa nini walianzisha hivi vita, kwa sababu hivi vita vilikuwa havina sababu yoyote, wala vilikuwa havina maana yoyote kwenda kuanzisha. Lakini matokeo yake washirika wao wanapigwa. Uchumi wa nchi hizi za Ghuba ya Uajemi unaporomoka, unashuka, uchumi huo haupo tena. Lakini yote ni kwa sababu gani? Alionywa Donald Trump, akasema hawa sio kama wale wengine ambao uwaga tunawavamia na basi mambo yanaenda hivyo, hawa ni watu wengine. Lakini Trump inaonekana alipuuzia, kwa akaamua tu wacha vita viende kwa namna hiyo. Lakini matokeo yake yanakuwa ni mabaya sana sana, kwa sababu ya hivi vita namna vinavyoenda. Kwa hiyo mipango yake na mbinu zake za kubadili utawala pale, ile regime change, kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, na kudhani kuwa kumuua kiongozi mkuu Ayatollah ndio atakuwa ameweza. Matokeo yake wamejikuta hii vita ni kama moto ulikuwa unawaka chini chini, wao wakaenda kumwagia petroli. Ndio shida hiyo. Kwa hiyo katika mipango yao ya kutaka pia kumuondoa Mujitaba ambaye ndio kiongozi mkuu kwa sasa wa Irani, matokeo yake yamekuwa hawajafaulu. Na katika viongozi wengi wanaowaua, wakumbuke kuwa Irani imejengwa kwenye mfumo, haijajengwa kumtegemea mtu mmoja. Ndio shida, ndio maana inawasumbua, ndio maana inawapa shida, kwa sababu Irani haijajengwa kwa mtu mmoja, yani kwamba nyinyi mtamtegemea mtu mmoja. Irani ni mfumo, it's a system. Ndio mfumo huo sasa, yani ndio maana nimekuambia Waajemi walijifunza miaka mingi sana kwa Marekani anavyopiganaga vita, na wao wakaja na kitu chao ambacho kinajulikana kama mosaic
doctrine ambayo sasa ndio hii wanayoitumia mpaka sasa. Ndio maana unaona Marekani pamoja na Israeli hawafui dafu, kwa sababu wao walidhani vita wataenda mara moja ni kupiga na ushindi wa haraka haraka na kuondoka, lakini matokeo yake Irani ndo anaendelea kuuvuta huu mgogoro uendelee kuwa mrefu zaidi. Kwa hiyo ndugu zanguni, sisi hatupendi vita, tunaombea kuwe na amani duniani, lakini sasa wameamua, maana mkubwa ameamua kuonyesha, na amekutana na mtu ambaye naye ana mbinu zile ambazo tunaita asymmetric warfare. Anajua kabisa huyu ni mkubwa, siwezi kupigana naye, lakini nitakachokifanya nitahakikisha naye ameanguka. Umeona? Kwa hiyo ndio maana mambo yako hivyo. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, tunawashukuru na tutaendelea zaidi pia kuwapa taarifa zaidi. Asanteni.